Rais wa Urusi Vladimir Putin amekutana na mkuu wa usalama wa Iran. Ni ziara ambayo haijatangazwa inayokuja huku kukiwa na mvutano mkali kati ya Tehran na Washington. Rais wa Urusi Bwana Putin amemkaribisha Ali Larijani, katibu wa Baraza Kuu la Usalama la Taifa la Iran, katika ikulu ya Kremlin siku ya Ijumaa katika mkutano wa ngazi ya juu ambao haukutangazwa. Larijani, mshauri mkuu wa kiongozi mkuu Ali Khamenei, aliteuliwa katika wadhifa wake Agosti mwaka uliopita. Hapo awali alitembelea Moscow katika majira ya joto kufuatia mashambulizi ya anga ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran, jambo ambalo baada ya muda mfupi Iran ilifanya mashambulizi katika ngome ya kijeshi ya Marekani ya Al Udeid huko Qatar. Mkuu wa nchi amempokea huko Kremlin katibu wa Baraza Kuu la Usalama la Kitaifa la Jamhuri ya Kiislamu la Iran Ali Larijani, ambaye anazuru Urusi, Kremlin ilisema katika taarifa yake fupi bila kufichua maelezo ya mazungumzo hayo. Balozi wa Iran nchini Urusi Kazem Jalal baadaye alisema kuwa mkutano huo ulizingatia uhusiano wa pande mbili na ulihusisha mashauriano kuhusu masuala muhimu ya kikanda na ya kimataifa. Rais wa Urusi Vladimir Putin, ambaye nchi yake imekuwa na uhusiano wa karibu na Iran ambayo pia ni mwanachama katika BRICS, amekuwa kwa muda mrefu akishirikiana na Iran katika mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na namna ya mambo ya teknolojia ndani ya taifa hilo. Ikumbuku katika siku za hivi karibuni kulikuwa na vikao kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin na rais wa Iran Masoud Pezeshkian kujadili masuala ya msingi ya mataifa yote mawili. Ziara hii inafuatia Washington kumwekea vikwazo Larijani mapema mwezi huu kutokana na madai ya kuhusika kwake katika ukandamizaji mkali wa maandamano ya kuipinga serikali ambayo yameikumba Iran tangu mwishoni mwa Disemba. Tehran ilianzisha machafuko hayo ambayo yalianza kutokana na malalamiko ya kiuchumi kama uasi unaungwa mkono na mataifa ya kigeni kwa madai kuwa maajenti wa nje waliwapa silaha waasi ili kuibua jibu kali la serikali na kuhalalisha uingiliaji kati wa Marekani. Putin alipiga simu na mwenzake wa Iran Masoud Pezeshkian mapema mwezi huu kuzungumzia machafuko hayo. Katika kilele cha maandamano hayo, Rais Donald Trump wa Marekani aliripoti kukaribia kuamuru mashambulizi ya adhabu dhidi ya Iran. Ingawa amechelewesha uamuzi wa mwisho, ametuma armada ya jeshi la majini katika eneo hilo kuishinikiza Tehran kukubali matakwa yake ya makubaliano mapya ya nyuklia. Meli ya USS Abraham Lincoln na meli zingine zimetumwa huko Iran kwa ajili ya mapambano, lakini wakati huu ni kuonekana kwamba huenda kusitokee mapambano kati ya Iran na Marekani. Mipango ya kijeshi ya Marekani bado ipo hai. Ripoti za vyombo vya habari zinanukuu vyanzo vya utawala vikisema Trump anazingatia chaguzi kuanzia mashambulizi dhidi ya vikosi vya usalama vya Iran na maeneo ya nyuklia hadi kuwalenga maafisa kwa lengo la kurudisha maandamano dhidi ya serikali. Lakini pia wakati huu anasema kwamba huenda majeshi hayo yaliyopelekwa Iran yasitumike na hata silaha zisitumike ikiwa Iran itakubaliana na mpango wa mazungumzo ambayo inaonekana yanaendelea wakati huu. Mwanadiplomasia wa Iran Abbas Araghchi ameelekea huko Uturuki kwa ajili ya mazungumzo, na mazungumzo yanaonekana kwenda vizuri licha ya kwamba Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameweka wazi kwamba kinachofuata ni mazungumzo na upande wa Marekani, lakini pia ni mazungumzo ya pande zote mbili kwa pamoja. Kufuatia tishio la Trump la shambulizi baya zaidi kuliko mashambulizi ya hapo awali, Tehran iliapa kujilinda na kujibu kama hapo awali, huku pande zote mbili zikipanga mazoezi ya kijeshi katika eneo hilo. Maonyo dhidi ya uchochezi na makosa ya hesabu yanaendelea kuongezeka. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana.